chapter 8. Mwanzo sura 8. We're reading verse 22. Verse 20, 21 and 22. Fungu 20 kwa 20, 21, 22. And as you're putting on the wall, I want to take this opportunity Na chukua fursa hii to bless the name of the Lord. kubariki jina lake Bwana. One of our youth in this church is greatly blessed of the Lord. Mmoja hapa vijana katika kanisa hili amebarikiwa katika njia kuu na Mungu. Our son, Reverend Dan Odhiambo, on Friday was blessed with a word. Na wewe kasisi Reverend Dan Odhiambo amebarikiwa na mke Ijumaa iliyopita. And he's greatly blessed because he's doing a lot of international, he's having many of the international level. And he got married in the Netherlands. Netherlands. Yana kibali kimataifa ndio kule kwa huko Netherlands huko. I want to believe he also married an international lady from Rwanda. Is that Rwanda? Yes. Akawa mke wake kutoka Rwanda kule wa kimataifa. He's a Kenyan and picking a wife from Rwanda, getting married in the Netherlands, and is one of us. There is special grace upon us. Nataka ushangilie. Let's celebrate Dan and the wife. Amen. Let's appreciate it. And then as we continue to celebrate like that, may the grace, the international grace fall upon you. Napenda kutembea hiyo hata neema ya kimataifa kwa mkiri jana. We read Genesis 8:20. Mwanzo 8:20. Then Noah built an altar to the Lord and took every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. 21. And the Lord smelled a smoothing aroma. Then the Lord said in his heart, after he has smelled a soothing or a sweet aroma, the Lord said in his heart, I will never again cast the ground for man's sake. Let the people say amen. Amen. Although the imagination of man had is evil from his youth, not we again destroy. Nor will I again destroy every living thing as I have done. 22. When the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. And the people say amen. Amen. Last Sunday we talk about presenting ourselves a living sacrifice to God. Jumapili iliyopita kanena kuhusu kuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai kwake Mungu. Offering our bodies as a sacrifice. Kuitoa miili yetu kama dhabihu. And we realize there is a lot between the person, the giver, and the gift. Tukatambua kuna mengi kati ya yule anayetoa na hata ile kipawa ama dhabihu yake. There is a relationship between the giver, the person who is giving a sacrifice, and a sacrifice which is given. Hayo husana kati ya anayetoa ile dhabihu na ile dhabihu anaitoa. And we saw from the Bible that God is so concerned about the giver also. Tukaona kwa Biblia kwamba Mungu anashughulika sana na yule anayetoa pia. He is not only concerned about the sacrifice, he is also concerned about the giver of the sacrifice. Mungu hajali tu kuhusu ile dhabihu, lakini anajali pia yule anayetoa ile dhabihu. So the two of them are important before God. Hao wawili wote ni muhimu mbele zake Mungu. The one that bringeth and the one that is brought. Yule anayeleta na yule anayeletwa. Today I want us to talk about, as I continue, touching the heart of God with a sacrifice. Leo nataka niende kuhusu kugusa moyo wake Mungu kupitia dhabihu. I'm talking about touching the heart of God with a sacrifice. Kugusa moyo wake Mungu kupitia dhabihu. And I want to begin by saying it is powerful
be touched. Anza kusema ni ya nguvu kuguswa. If God make you, if God touch somebody, if God enable somebody to touch your life, it is important. Ya Mungu akiruhusu mtagusa maisha yako ni ya muhimu. But it's also powerful, more powerful if our life can touch God. Lakini nguvu zaidi mno ikiwa maisha yetu yatamgusa Mungu. Many times we heard people saying, I am touched of God. Mara nyingi tunasikia akisema nimeguswa naye Mungu. Especially when they are giving or presenting gifts. Hasa sana wanapotoa zile karama dhabihu zao. People saying, the Lord touched me to bring you this gift. Watu wanasema nimeguswa naye Mungu nikuletee kipawa hiki. It is so powerful because when God touches you to give a sacrifice, then you realize you can give anything. Yango una Mungu anapokugusa kutoa dhabihu basi unaweza toa kitu chochote kile. One of the preachers one day said it is difficult, we can give many things, but very difficult to give a particular thing unless you are touched of God. Wewe ndio unasema rahisi kutoa vitu lakini kuna vitu vingine sharti uguswe na Mungu ndipo utakavyovitoa. But if today God touch somebody, then you realize nothing will be difficult to be given. Ikiwa Mungu atagusa mtu leo basi utatambua hakuna kitu kigumu cha kutoa. I have few cows at home. Na Mungu atachukua nyumbani. It's not very easy to give a cow. Sio rahisi kumtoa ile ng'ombe. But if I am touched, lakini kuguswa by God, na Mungu, I will give a cow. Nitatoa ng'ombe. If God touches somebody, nothing becomes difficult. We have seen people giving land because they have been touched of God. Mungu akigusa mtu basi anatoa chochote. Tunaona watu wakitoa hata konde la ardhi. People bringing what is called a title deed and saying, I am giving this one because God has touched me to give. Wanatoa cheti ama ya kumiliki ile udongo wanasema nimegusa Mungu nitoe hii. We have seen people giving vehicles. Watu wanatoa magari yao. A very good car. Magari mazuri. We have seen people giving the only thing they have. Wanatafuta kitu kilicho cha pekee wanatoa. They give the only car they have and then they begin walking, trusting and believing God because God has touched them. Wanatoa gari ya pekee uko na kutembea wakiamini Mungu kwa sababu Mungu aliwagusa. So you want to believe, you want to agree with me today in this service. Nataka kuamini Mungu leo hii katika ibada hii. That when God touches somebody, Mungu akigusa mtu to give a sacrifice, atoe dhabihu, then there is nothing powerful like that. hata kuna kitu chenye nguvu kama hicho. You will be able to give. Utaweza kuitoa. Because the Lord has touched your life to give. Mungu alikuza mashaka ukatoe. But I'm talking about before you are touched to give. Kabla hujagusa kutoa. There is also God touching us to give. Kuna swala la Mungu tugusa sisi tutoe. And I want to talk about the blessings. Nataka na kuhusu baraka That come because we have touched God with a gift. ambazo zinatokana kugusa Mungu kupitia dhabihu. Touching God with a sacrifice. Unagusa Mungu na dhabihu. I'm talking about the outcome. Nani kuhusu matokeo yake? The results of touching God with a sacrifice. Matokeo ya kugusa Mungu na dhabihu. Somebody say amen. Amen. And I want to say before I come to the readings. Nasema kabla ya kwa maandiko. Glory be to God. Amen. Okay. The person that we are talking about in Genesis chapter 8 is a man called Noah. Yule mtu tunanena juu yake katika Mwanzo sura 8 anaitwa Nuhu. Bible says that Noah landed on the earth after the flood. Inasema Nuhu akatua chikavu baada ya ile gharika. And I want you to follow me because I want you to understand this thing very well. Nataka unifuate sana, nataka ukaelewe vizuri sana. The whole earth was to be destroyed by the flood. Ilikuwa nchi dunia mzima itaharibiwa kupitia gharika. And by God's mercies, kwa rehema zake Mungu, the family of Noah was saved. jamii yake Nuhu ikasazwa. There were also other
living things that were saved together with Noah. Nayo hata wanyama wa viumbe walioishi viliokolewa na Nuhu pamoja. All of you remember very well the word of the Lord. Yote mlikumbuka vizuri neno la Mungu. The Lord spoke to Noah to build the ark. Bwana kana Nuhu akajenga safina. And he said he put two pairs of animals and birds. Akasema wakaweke wanyama wawili na ndege. Everything two were put in the ark. Kila kitu viumbe vile vikawekwa katika ile safina. And you know the family of Noah were also put inside. Jamii ya Nuhu ikawekwa hapo ndani. Listen to me, church. After this was done, the door of the ark was closed by God, not Noah. Baada ya kufanywa mlango wa safina kafungwa naye Mungu, sio Nuhu. So when everything has gone in two, baada kila kitu kuingia wawili plus the family of Noah, pamoja na jamii ya Nuhu, it is recorded God closed the door of the ark. Inaandika Mungu akafunga mlango wa ile safina. And 40 days, 40 nights, there was heavy rain on the ark. Siku 40 usiku 40 kana mvua kuu duniani. Rains that were so heavy that has never been there from the beginning of the ark. Ilikuwa nyingi mzito ambayo haijawahi kuonekana duniani tangu wakati ule. And every other things were destroyed by the flood. Kila kitu kingine kiliharibiwa na ile gharika. All the people, all the animals, all the other birds. Watu wote, wanyama na ndege zote, Even the insects. hata wadudu, all of them were destroyed by the flood. wote wakaharibiwa na ile gharika, Except isipokuwa Noah and everything that was in the ark. Nuhu na yote aliyokuwa katika ndani ya safina. Are you together with me up to that point? Follow me because I'm not long. Nifuate sasa muda mrefu. But when the ark came down, when the rain stopped and the ark began coming down day by day, Walipokuwa na safina ikawa inashuka chini kila siku baada ya siku. I also believe it came down slowly 40 days. Amen, ilikuwa siku 40 ikishuka pole pole. And finally, when it landed on the ark, hatimaye ilipotua juu ya ardhi. Amen. Amen. I want you to know, nataka ujue, the sacrifice that Noah gave was not demanded by God. dhabihu ile Nuhu aliyoitoa haikuitishwa na Mungu. God did not say to him, offer for me an offering. Kumweleza mtolee dhabihu Nuhu. But the Bible says immediately he landed and came out of the ark. He remembered the goodness of the Lord. He remembered the mercies of God. He realized it is because of God that I am alive today. He realized I have received great favor from the Lord. He saw the whole earth was empty, no human being, no animals. As a result of responding to the mercies of God, as a result of responding to the mercies, to the love of God in his life, the Bible says Noah built an altar. And he brought all clean animals and clean birds and offer a sacrifice to the living God. I want to let us know as I continue. We call it a sacrifice because it is not demanded of you. It is a result of appreciating. It is a result of seeing goodness of God, mercies of God. You look around and you say if it is not of God,
Unaangalia kuna kula nasema kama hangekuwa ni Mungu. Glory be to Jesus. Amen. I don't know whether you are getting what I'm saying. Niko napata kila naelezeni. Some of us, the way you look at today, Yesu ndio anakuangalia leo. we can testify. Hawezi kushuhudia. If God has not been with us, Kama Mungu hajakuwa na sisi. if God is not the who was not, if the Lord was not with us, Kama Mungu hajakuwa na sisi, we will not be like the way we are. asiye kwa mtu anatuona hivi. And because of that, Na kwa ajili ya hiyo, we are not called by God to bring an offering akiatisha na mtu atabii or to bring a sacrifice asilete sadaka out of voluntarily acknowledging God, acknowledging the mercies, acknowledging the goodness of God in your life. You bring a sacrifice. Baliani yako mwenyewe sisi kwa ajili ya neema zake Mungu atabii. So when he landed, Alipotwaa he said, God is good. akasema Mungu ni mwema. God has preserved my life. Mungu amefanya maisha yangu. God has kept me. Mungu amenilinda. God has given me another time. Mungu amenipa nafasi nyingine. I am not perfect. I'm not better than other people Mimi sio mkamilifu, sio bora kuliko wengine. who perish. Waliangalia He built an altar. akajenga madhabahu. And when he built an altar, Alipojenga madhabahu he brought a clean offering, akaleta nyama safi, a pure offering, sadaka kamilifu. which is called all and whole. Ilikuwa yote na kamilifu. Yes, he brought it to the Lord. Akaleta kwake Mungu. The word clean means pure, blameless, all and whole. Neno safi la maanisha haina maoa, ni safi na yote. Then he offered it to the Lord. Akamtolea Mungu. And he put it in the altar. Akaweka jambo la lahu. And when we talk about the altar, we're talking about Christ. Na baada kusema lahu sana kuhusu Kristo. When we talk about altar, Na baada kusema lahu we're talking about Christ. sana kuhusu Kristo. And he put fire Akaweka moto on the altar. jambo la lahu. We're talking about the Holy Ghost. Neno kuhusu mtakatifu. And the Bible says Biblia inasema hivi. there was a sweet aroma Ukatokea manukato nzuri from the sacrifice kutoka dhabihu that went to God. iliyoenda kwake Mungu. I want us to know as we continue in this church. Nataka tuweze kuona katika kanisa hili. Listen to me, my brethren. Sikiliza wapendwa, It is not all about giving. sio tu mambo ya kutoa, It is all not about just a sacrifice. sio tu mambo ya dhabihu yoyote ile, But there are two dynamics in the offering and the giver. haya mambo mawili katika ile dhabihu na mwenye kutoa. Let me take you back. Wacha nirejeshe nyuma kidogo. The Bible says Biblia inasema hivi, that Adam knew his wife Eve and they gave birth to Cain. And later on they gave birth to Abel. Adamu akamjua mke yake Hawa, akazaa Kaini, baadaye akamzaa Abeli. Nobody told them about sacrifice or giving. Hakuna aliyeelezea kuhusu sadaka ya kutoa. But where the Bible says another one was working on the land, tilting the land. Another one was keeping livestock. Kasa moja wao alikuwa na mwenye analima shambani, mwingine akawa anafuga mifugo. So both Cain and Abel, Alina Abeli wote wawili. the Bible says at one time, Kasema wakati mmoja in fulani the process of time, katika harakati ya maisha ya kuishi, they were the first givers. They were the first to bring a sacrifice in the beginning. walikuwa wa kwanza kuleta sadaka kwake Mungu. God did not say to them, give me a sacrifice. Mungu akuaitisha mtolee sadaka. It is only written. Inaandikwa tu. I don't know where they learned the doctrine. Sijui wanajifunza masomo haya wanajifunza wapi. But Lakini it is written imeandikwa in the process of time. katika harakati ya maisha, Both of them came au akaja and
There is God that must be worshipped. Naye Mungu ambaye atabudiwe. There is a deity. Naye Mungu. We are taking this offering Wapeleka sadaka hii. so that we can be able to acquire Ili kwamba tukapokee blessings and prosperity from Him. baraka na ufanisi kwake. But there are things to be considered. Bali kuna mambo ya kuzingatiwa. That is why both of them brought, but one of them was received. Ndio maana mmoja wao wote wakaleta, lakini mmoja alipokelewa. Another one was received, another one was rejected. Mmoja alipokelewa, mwingine akakataliwa. Abel was received or accepted, Abeli alikubaliwa akapokelewa. and his offering was accepted. Sadaka yake pia ikapokelewa. Somebody say amen. Amen. Let me come to the message. Wacha niulie ujumbe sasa. Listen to this. Sikilizeni haya. When Noah gave an offering in the altar, Wakati Noa alitoa dhabihu kwenye sadaka kwenye madhabahu, the sweet aroma went to the Lord. yale manukato mazuri yakaendelea juu ya kapali kwa Mungu. A good smelling from the sacrifice went up. Harufu nzuri ikaelekea juu kwenda kwa Mungu. This is why I'm saying, brethren, Ndipo tunasema wapendwa, that there is power in a sacrifice unaye nguvu katika dhabihu that is given by a good man or a good person. inayotolewa na mtu mzuri. The good person I'm talking is the heart that is pure. Na nena kuhusu mtu aliye moyo safi, Understanding the reason, the attitude of giving this sacrifice. anaelewa maana ya kutoa sadaka ile, And also, na pia so that this sacrifice is received. ili kwamba sadaka hii ipokelewe. As I pause, I want you to know, Na hapo tunataka ufahamu, it can be received, inaweza kupokelewa, it can be accepted, inaweza kubaliwa, or can also be rejected. au ikataliwe. You are so quiet. Are you really with us? Mwenye mno. Glory be to God. Amen. I have three main things to talk about in this message. Mambo matatu ya muhimu kunena katika ujumbe huu. Number one, from today. Kuanzia leo. Amen. Amen. I assure you, when there is a sacrifice, Hakikisheni panapokuwa na dhabihu, and the Lord receive the sacrifice, Bwana akaipokea sadaka dhabihu, then God will not be quiet. basi Mungu atanyamaza. God will speak. Mungu atanena. God will speak. Mungu atanena. And listen to what God said. Ndani Mungu alisema hapa, from today, kuanzia leo, the ground is going to be saved from a curse. nchi itakuwa salama kwa laana. I will not curse the ground again. Sitailani ardhi tena. I declare to you, my brother, my sister, there is power in a sacrifice that is given to God, and when the sacrifice is received by God, kuna nguvu katika Biblia inapatia na Mungu na Mungu akubali. God will speak. Mungu atanena hakika. And God will say, Na Mungu atasema, these are the words He said. haya maneno yasema, I will not curse the ground again. sitailani ardhi tena. And I want you to know, Nataka ujue, before we define what is the ground, kabla ya kufafanua ardhi nini, the book of Genesis chapter 3 verse 17, Mwanzo 3:7, the Bible says the ground was cursed. inasema ardhi ilaniwa. And God and He said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. Cursed is the ground. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. We are talking about Nena kuhusu in the beginning before Noah. hapo mwanzo kabla Nuhu kutokea. There are 40
Tunayo vizazi 40 kati ya damu. This man called Nuh is the one beginning another generation. Huyo mtazamaji huu ni mwanzilishi wa kizazi kingine. And then after Nuh we come to Abraham. Haleluya, kuna Abraham. Abraham also began another generation. Yeye pia akaanza kizazi kingine. And we came to many others until we come to Jesus. Tunaanza hapo katikati alafu tunakuja kwa Yesu mwisho. In the first dispensation, when man disobeyed God, the ground was cursed, according to Genesis chapter 3 verse 17. Katika kizazi cha mwanzo, nchi ikalaaniwa wakati wanadamu walifanya dhambi. And when the ground was cursed, wakati nchi ilalaaniwa, the ground was told that you will become difficult to supply food for man. Ikaambiwa hadi itakuwa ni ngumu kupata chakula kwa wanadamu. So it will not be easy to get bread. Haitakuwa rahisi kupata mkate. So the definition of the word ground does not mean the earth or the world. Neno ardhi sio mchanga. So when we define in this context, when we define the ground, we mean the source of all supply. Tunapoongea kuhusu mchanga ni chanzo cha mahitaji yote. Are you together with me? We're talking about the definition in the context about ground. We're talking about the source of all supply. Changa ule ndio chanzo cha mambo yote, mahitaji yetu yote. I want you to know this. Nataka ujue haya. So when we talk about the ground was cursed, naposema nchi ilaniwa, it means that the supply of the need of man was scarce, so that it becomes scarce and difficult. Kasema mahitaji wameelewa? Amen. That the source, the supply of humanity in terms of food, in terms of need, was so scarce and so difficult, so that it is in sorrow you get the supply of the needs you have. Haitaji wanadamu sasa atakuwa ni ngumu kutoshelezwa, lazima utoe uchungu, sio uchungu na tabu. That means your blessings were cursed. Maana baraka zako zilaniwa. The book of Malachi chapter 2 verse 2. Malaki sura 2:2. You know the book of Malachi is talking about giving. Malaki kitabu inakuhusu kutoa. But at one point he also said, wakati gani Malaki anasema hivi? Before the heavens are open to shower blessings. Kabla mbingu kufunguka zitoe baraka. The last part of it is talking, I will cast your blessing. Part of it, the last part of it. Mwisho asema nitalani baraka zenu. Yeah, I will cast them already. Nimezilani tayari. Because you do not lay it to the heart. Hamjaweka katika mioyo yenu. So listen to me, church. Sikilizeni kanisa. We're talking about the ground that is scarce. Yaani ilaniwa. When your ground is scarce, wakati mchanga yako ilaniwa, there will be difficulties in meeting your needs. kuna magumu ya kutosheleza mahitaji yako. Your need does not relate with the job you have. You may have a job, you may have a business, you may have a farm, you may have cows, but still it will be in sorrows. Something like that. Kama unaweza kuwa na gari, una mashamba, una ng'ombe, lakini hata hivyo utasikia machungu. I bless the name of the Lord because of touching God with a sacrifice. When the heart of God was touched during the time of Nuh. Listen to me, child. The Lord say, from today I reverse the curse, and you will have easy in terms of your supply. I will bless the source of your supply. You will have it in plenty. Utapata mahitaji yako kwa rahisi zaidi. I declare to somebody listening to me, there is power in a sweet aroma from a sacrifice that will make the heaven to speak itasababisha mbingu kunena and to open up every ground that is so difficult in your life.
again. Hata angamiza maisha tena. He will not destroy life again. Hata ni maisha tena mara nyingine. I'm telling somebody, Nani mtu leo? there is power in a sacrifice Unayeweza katika dhabihu. which is received in heaven. Hapo kila mbinguni. When the aroma, a sweet aroma Wakati manukato mazuri of that sacrifice dhabihu ile. that you bring to the altar Hale katika madhabahu. reaches to the heaven, Inafika mbinguni. there is a preservation of life. Unayo kuhifadhi kwa maisha. And I feel in my spirit Katika roho yangu. that this far we have come, Bali tumekuja. the sacrifice that we have been given, Dhabihu ambayo tumepatiwa. or the sacrifice of praise, Dhabihu ya sifa. the sacrifice of thanksgiving, Dhabihu ya shukrani. the sacrifice of giving, Dhabihu ya kutoa. our offerings and tithes. Fungu ya 10 These are the things that has bring us to this far. haya naona nimepata mbali huu. I am praying today, Naomba leo. your life shall be preserved. Maisha yako yanahifadhiwa. Your health shall be preserved. Maisha yako yanahifadhiwa. And I say it, Nasema. when we were attacked by sickness, Ulipotambua magonjwa. the Lord one day said, Bwana siku moja akasema. your life shall continue. Maisha yako itaendelea. You will not be destroyed. Hautaharibiwa. You will continue. Utaendelea. Why? Kwa nini? There is an offering Unayo that matoleo. is speaking on our behalf, Nenda kwa niaba yetu. that has touched the heart of God. Guza moyo wa Mungu. And God is speaking. Mungu ananena. Our supply, Mahitaji yetu. our prosperity, Ufanisi wetu. the peace we have today. Hakuna leo. Last Sunday I said, Bila pia nikasema hivi. the reason why none of us was swept away Sababu hakuna mmoja aliyefanyiliwa by the attack of corona na ugonjwa wa corona. is because we have been preserved. Ni kwa sababu tumehifadhiwa. We have been preserved. Tumehifadhiwa. And I feel in my spirit, Katika roho yangu. we want to raise an offering. Mpaka tuinue We madhabahu. want to raise a sacrifice Tuinue matoleo. that will continue to speak for us, Ataenda kutunenea. that will continue to open heaven Ataenda kufungua mbingu. on our behalf. Kwa niaba yetu. Unaniangalia kama Hero. ni kule utaki kutolea Mungu sacrifice, but I say it. Nimesema. Glory be to God. Amen. I feel like this. Nahisi hivi. And you know, many times when the Lord speak to the man of God in the altar, Mara nyingi mtenda mtusha katika madhabahu. the same message is speaking to the congregation. Wao ndio tunaenda na kanisa. Listen to me, everybody. Zaidi kila mtu. I said last Sunday, Soja kilopita. God Mungu has preserved our life. amehifadhi maisha yetu. And what we see today Je, tunaona leo is nothing sio but kitu. the goodness of God in our life. Wema wa Mungu maishani mwetu. What we see today, Hauna leo it is nothing sio kitu. but the mercies of God in our Lakini life. rehema za Mungu maishani mwetu. Because God has been merciful. Mungu alikuwa na rehema. Just like the way He preserved the life of Noah. Yesu alifanya maisha Nuhu. I feel in my heart. Aishi kwa mwangu. I feel in my spirit. Aishi kwa roho yangu. I must bring a sacrifice Naleta sadaka. to the altar of God Sababu ya Mungu. because I'm responding to the goodness of God in my life. Aisikia Mungu maishani mwangu. God was not even in my life. Kama Mungu ako ndani kwa maishani mwangu. Na wengine unajua, it depends on how it came to you. Inategemeaje pia kwako kivipi? I said, God, when you shall preserve us as a nation, Hapo tufanye kama taifa. if I have a platform, every man, every woman, every person in this country must come before the Lord with an offering. Because the Lord, I'm responding to the greatness, the love, the mercies that God has preserved us. Kila mtu atoje na sadaka mbele za Mungu, sababu Mungu tunasikia Mungu anahifadhi. Glory be to the God. Amen. When God has done a good thing Mungu atafanya jambo mzuri and you give Him glory, na unampa utukufu, you do it unapotenda by bringing a sacrifice to Him. leta sadaka kwake Mungu. Number 3, Ya tatu, verse number 22. aya 22. The Lord Almighty Bwana Mungu mkuu made a very great declaration. akafanya tangazo kuu. When the earth remaineth, Hali nchi inayodumu in isipo the time and harvest, wakati wa kupanda na kuvuna, cold and heat, kati ya baridi na joto, summer and winter, mvua na
cease. hazitakoma. Listen to me, somebody. Sikiliza mtu, These are the season haya ni majira that God has put even in the first chapter of Genesis chapter 1. Mungu ameweka katika sura ya kwanza ya Mwanzo, But he's coming to confirm anakuja kudhibitisha when he has received an offering again. baada ya kupokea dhabihu. He's saying this word. Anasema neno hili, And I want to make this statement: the offering, the sacrifice, the offering of a sacrifice determine the season of your prosperity. jambo la kutoa dhabihu kwake Mungu litamua majira ya ufanisi wako. They determine. Hiyo inaamua. The sacrifice, Hiyo dhabihu determine season. itaamua majira yako. Allow me to be clear. Wacha nifafanue. There are seasons that can go flat. I don't know whether you understand by a season going flat. Kuna majira yataenda tu hivyo. What to determine a season after another one? Nachoamua majira baada ya mengine Is a sacrifice. It's a heart of God touched by a sacrifice. ni moyo wa Mungu uliokuwa na dhabihu, So that the season ile kwa majira yale are established for us. yanaimarishwa kwa ajili yetu. Listen to me. Sikiliza, So that ili kwamba those who does not obey God's word, wale ambao jina lake Mungu, to them wao hao the seasons are the same. majira yote ni sawa, They are flat. yamekuwa kama They can plant in a very good raining season, unapanda katika mvua nyingi, and the seeds will not germinate. lakini mbegu hazimei. Malachi chapter 3 verse 3 says, Lakini katikati yasema because their seed has been corrupted. kwa sababu mbegu yao imechafuliwa na haliwa. I was saying, 2 verse 3. 2 verse 3 talk about the seed. Their seed has been corrupted. Lakini mbele tatu yasema mbegu yao imeharibiwa. Very quickly, behold, I will corrupt your seed. And for me, that's enough for there. Everybody say amen. Amen. The only thing that will establish a season of prosperity is an offering. Jambo la pekee linalotamalisha majira ya ufanisi ni dhabihu. Is what we call a sacrifice. Kwa hiyo ni dhabihu. And God has given. Mungu amepeana. Okay, let me say, sacrifices are God given. Dhabihu zile zinapeana na Mungu. That is why they are called seed. Ndio maana zinaitwa ni mbegu. You don't have your own seed. You are given a seed. Wewe mwenyewe una mbegu yako, hiyo mbegu umepewa. And then equally to sacrifices. You don't have your own to sacrifice. Hauna yako mwenyewe ya kutoa. Let me ask you. Acha nikuulize. This time of Noah, Wakati wa Nuhu, in God's wisdom, in God's plan, katika hekima na mipango ya Mungu, He gave Noah all animal two. akampa Nuhu wanyama wawili. And when Noah was given, Ndio walipopewa, he did not know why he was given these animals. hakujua ni kwa nini alipewa wanyama hawa. It only came to him. He only came to know when the revelation of giving a sacrifice came to him. Alitambua yale wakati alipata ufunuo la kutoa dhabihu. Mimi nauliza nyinyi, kama hajapatiwa mbili na alishuka, angetoa nani? Angetoa nini? So a sacrifice is God given. And so whatever we have even now, Kila kitu tunacho hata sasa hivi, it was given to us some time back. God has pre-planned. God has planned before time. But you have it because you will need it
at a particular time to establish the seasons of your life by giving. Mpango wake Mungu alipanga hapo awali kwamba jambo Mungu alikupa litakusaidia kuimarisha majira yako ya ufanisi. Agree with the preachers Na kwenda wahubiri who says that none of us lack anything to give because the thing we give, the sacrifice we give is God given, and God has given each one of us a seed. Hakuna mtu ambaye anapita kutoa, ni sababu Mungu alipatia kila mmoja wetu mbegu ya mbegu. So sacrifice are God given. Dhabihu inatolewa na Mungu For the purpose of worship. kwa makusudi yake kuabudu. Glory be to God. Amen. When you see the smoke of this company, Unapoona moshi ukiona hiki, and God did not allow it to die. Mungu hajaruhusu iangamie ya Listen to me, brethren. sikiliza pendwa. You may just think and say, oh, somebody ametusaidia. Listen to this. This work was in the plan of God that this should not die. It will continue because God has even promised, I will not destroy. It will continue to live. Somebody say amen. Amen. In this process, Katika harakati hii, everything given to us kila kitu tunachopewa sisi is God given for the purpose of worship. tumepewa kwa minajili ya kuabudu. And it become worship when it become a sacrifice. Itakuwa ni ibada wakati na kwenda dhabihu. The cow I have, Ng'ombe nayo, the money I have. pesa nazo. Amen. Amen. The business I have Biashara nayo is God given imepewa na Mungu for the purpose of worship. kwa makusudi ya kuabudu. And this worship is complete Hii ibada inakamilika when the sacrifice wakati dhabihu is brought to the altar. imetekwa madhabahu. And from the altar, Kama madhabahu the sacrifice is put on fire inaweka kwenye moto so that God shall receive a sweet aroma. ili wapokee harufu manukato mazuri. So that from the sweet aroma, Baada ya manukato mazuri, the Lord will speak on our behalf. Bwana kwa niaba yetu. In another way, Katika maneno mengine, it is the sacrifice ile dhabihu that is gone to the Father. ile kwa Baba, It is the sacrifice speaking on our behalf ile dhabihu inaenda kwa niaba yetu. by touching the heart of God. Akuguza moyo wa And Mungu God speaking na Mungu anena to our destinies. kwa hatima yetu. Somebody say a big amen. Amen. Allow me to finish Ruhusu nimalize by saying that a clean offering for a sweet aroma. dhabihu safi au manukato mazuri. The man of God, when he was teaching, he mentioned a verse that I wanted to mention, which is in Proverbs 27 verse 9. He was talking about perfume and incense that bring joy to the heart. Tumesha Mungu aligusia andiko la Methali 27:9 ambalo nitaka nimeje yake. Hii verse inasema ointment, sio perfume. Ama ni perfume, ointment and perfume. Rejoice the heart. Yafurahisha moyo. Somebody say amen to Amen. the word of the Lord. Amen. There are things you cannot resist. Kuna mambo huwezi Hata kama utakorrupt your own nose, hata ukifunga mapua, ukikorrupt the ointment, the hiyo perfume will penetrate up to the heart. bado inapenya hata kwa moyo. Umewahi kupata hawa watu wanapiga chua na wapate the right one. Hata kama umefika mahali chafu, masingara machafu, if this smell, right, which is called the perfume, ignore, Perfume ni kali, overtake kali zaidi, the circumstances, the environment. kali sana. Mpaka kama ulikuwa mahali pachafu, you don't see it, but the feeling you feel goes to the heart, and you can rejoice
say this. Atasema hivi. That is the power of a sacrifice. Hiyo ni nguvu ya dhabihu. Then the sacrifice is gone to God. And it is coming back. Wakati wewe pamoja na rudi chini. It doesn't matter where you are. Haijalishi uko wapi. That is when the word of the Lord says to us. Hapo ndio Mungu anatuambia sisi. He will pick us from ashes. Anatubeba kutoka kwa majivu. He will sit us with kings. Aketisha na wafalme. Because the time is come. Wakati umefika. When that sacrifice Yeye dhabihu is smelling good to us. inatuletea neema. Inaanza na Mungu. It is smelling good to God. It will come back to us. Amen. Hata kama hii injili ni ngumu tutahubiri mpaka itaingia. Sukuma. Mpaka watu waseme amen. Amen. Nasema mpaka watu waseme amen. Hallelujah. I'm praying in Jesus' name that during this time we will see the goodness of God in our lives. We will see the mercies of God. What is happening around us today is because of God. The reason why I say everybody should be able to turn to God and raise a sacrifice is because many evil words has been spoken about the country. But I want to remind you and I want to prepare your heart that there is power when you remember what God has done. And the only way you do it is to raise an altar. In short, there are many ways. There are many ways of touching God. But one of the greatest ways of touching God is by a sacrifice. And let this church say amen again. Amen. And I say again, let this church say amen again. Amen. I see many good things that God has done for us. I see many mercies God has given to us. I see many graces that God has given to Hallelujah. us. I see a lot of love that God has given to us. Amen.